Hujambo mwanafunzi mpendwa. Katika kipindi cha awali nilishughulikia maana ya lugha. Baada ya kushughulikia maana ya lugha, nikaangalia pia vile vipashio vinne vya lugha vinavyounda lugha. Kwa kujikumbusha tu, tunaweza tukasema kwamba lugha ni mfumo wa sauti nasibu zinazotumika na binadamu katika mawasiliano. Katika vipashio vya lugha pia, kwa kujikumbusha, tunapata kwamba lugha ina vipashio vinne ambavyo hushirikiana ili kuunda lugha. Vipashio hivi ni kama sauti, silabi, neno pamoja na sentensi. Leo nataka tuangalie kipengele kingine ambacho ni mojawapo ya vile vipashio vya lugha, na tutaangalia kipashio cha sauti. Tunaweza tukasema kwamba sauti bila shaka ni vile vipashio vidogo zaidi vya lugha ambavyo vinaweza kutamkika. Vile vile tunaweza tukasema kwamba ni vitamkwa ambavyo pia huweza kuunganishwa ili kuunda neno fulani. Na vitamko hivi, kwa mfano, ukiwa na sauti ba ukiongeza na a, kisha uongeze tena sauti nyingine ba na uongeze na a, sauti hizo nne zitakuundia neno baba. Hivyo basi baba itakuwa ni neno ambalo limeundwa kutokana na sauti nne: sauti ba, sauti a, sauti ba na tena sauti a. Jambo la pili ambalo nataka tuangalie aina za sauti. Kuna aina mbili kuu za sauti, na aina hizi bila shaka ni irabu pamoja na konsonanti. Irabu na konsonanti zinaundwa kutokana na kile ambacho tunakiita abjadi. Abjadi ni sawa na alphabet katika lugha ya Kiingereza. Na katika abjadi hizi tunapata kwamba kuna irabu bila shaka ambazo huwa ni 5, alafu kuna konsonanti ambazo bila shaka katika lugha ya Kiswahili huwa ni 25. Baada ya kuangalia hilo, nataka nijikite sana katika pengine kuainisha zile sauti za irabu. Kuna irabu 5 katika lugha ya Kiswahili, na irabu hizi bila shaka ni irabu a, irabu e, irabu i, irabu o pamoja na u. Ni irabu tu zile 5. Na bila shaka tunaweza tukasema kwamba irabu zinapotamkwa ni tofauti sana na tunapotamka konsonanti, namna ambavyo pengine nitaangazia katika vipindi vya baadaye kidogo. Irabu zinapotamkwa, hewa huwa haizuiliwi na ala yoyote ile ya kutamkia. Hewa tu inapotoka mapafuni huachilia kwa ule uororo au ule kwa njia moja kwa moja. Bila shaka kile ambacho naweza nikasema hapa ni kwamba hewa haizuiliwi tunapotamka sauti za irabu za Kiswahili. Tofauti na tutakavyoangalia katika konsonanti, utapata kwamba konsonanti hewa huzuiliwa na ala mbalimbali za kutamkia. Jambo jingine ambalo pengine ningependa kuangalia baada ya kuangalia irabu zinatamkwa kwa namna gani na pengine kuangalia ile mifano ya zile irabu, nataka tuangalie kipengele kingine ambacho ni muhimu sana, na kipengele hiki bila shaka huwa kinatahiniwa mara kwa mara katika viwango vyote vile vya chini hadi vile viwango vya juu. Kwanza tunataka kuangalia vigezo mbalimbali ambavyo tunaweza tukatumia katika kuainisha zile irabu za Kiswahili. Vigezo ni sawa na yale mambo ambayo tunazingatia au ile misingi ambayo tunazingatia bila shaka katika kuzipa irabu hizi sifa mbalimbali. Na katika pengine kipindi hiki ninavyosema ni kwamba tutaangalia vigezo hivi, na vigezo hivi ni 3. Tutavichunguza kwa kina, kisha baadaye tutaanza kutumia vigezo hivi kuzipa irabu hizi sifa mbalimbali. Kumbuka hivi ni vigezo 3. Kwa hivyo tutakapokuwa tukishughulikia sifa za sauti, tukumbuke kwamba kila sauti lazima itakuwa na sifa 3, huku kila sifa ikitoka kwenye kigezo kimoja. Kigezo cha kwanza cha kuainisha irabu huwa ni mwinuko wa ulimi. Tunapozungumzia mwinuko, natokana na neno inuka, na unaweza ukainuka tu juu au ukarudi chini au ukawa katikati. Ni hiyo kitu ambacho tunasema vertical. Bila shaka kule kuinuka unaweza kaenda juu, unaweza kawa chini au unaweza kawa katikati. Sasa kuna kigezo cha kwanza ambacho bila shaka ni mwinuko wa ulimi. Alafu kigezo cha pili ni mkao wa ulimi. Na ulimi hapa unaweza ukawa mbele
unaweza ukawa nyuma au unaweza ukawa katikati au wastani, wanavyosema wengine. Kigezo cha tatu ni umbo la midomo ama mfanyiko wa midomo. Wengine wanasema pia mkao wa midomo. Mambo haya yote matatu ni mamoja tu: umbo la midomo, mfanyiko wa midomo au pengine mkao wa midomo. Utakumbuka kwamba katika hizi sauti zote tunazoshughulikia sasa ni kwamba aidha midomo itakuwa imetandazwa au midomo iwe imeviringwa, kulingana na sauti. Ni sauti gani haswa unayoshughulikia ya irabu. Jambo jingine ambalo nataka sasa tuangalie, nataka tujikite kwenye pengine ule mwinuko wa ulimi. Na nimekuambia kwamba mwinuko wa ulimi unaweza ukawa juu, na mwinuko wa ulimi unapokuwa juu tunatamka sauti kama hizi. Sauti i na sauti u zitapatikana pale juu. Bila shaka usijali, kutakuwa na mchoro fulani pale ambao utakuelekeza zaidi na nitautumia kufafanua zaidi. Sasa usiwe na shaka kwamba utapitwa na mambo haya, utaelewa hatimaye. Alafu kuna kati. Ulimi unaweza ukawa juu, nikasema kwamba utapata sauti i pamoja na sauti u. Alafu katikati, kuna katikati. Ulimi unaweza ukawa katikati au wastani. Ulimi unapokuwa katikati au wastani, tunaweza tukawa na sauti hizi mbili: sauti e pamoja na sauti o. Sauti e pamoja na sauti sauti e bila shaka pamoja na sauti o. Alafu kigezo cha tatu, bila shaka, yani sifa ya tatu ambayo tunaweza tukapata kutokana na mwinuko wa ulimi, tunaweza tukasema kwamba sauti inaweza ikawa ya chini. Kumbuka tulisema kuna juu, kuna katikati na kuna chini. Sasa sauti ya irabu inaweza ikawa ya chini, yani inatamkwa ulimi ukiwa sehemu ya chini. Na hapa huwa tuna sauti moja tu, na sauti hii bila shaka huwa ni sauti ya a. Alafu katika kile kigezo cha pili tulisema kwamba ni sehemu ya ulimi, na nikakwambia kwamba sehemu ya ulimi inaweza ikawa, ulimi unaweza ukawa mbele, ulimi unaweza ukawa katikati, au ulimi uwe nyuma ya kinywa bila shaka. Kwa mfano hapo ukiangalia mbele, irabu za mbele una irabu mbili, na irabu hizi ni kama irabu e pamoja na irabu i. Utakapochunguza pengine ule mchoro utaona huo ni ukweli. Alafu kuna irabu za nyuma. Irabu za nyuma bila shaka utapata kuna irabu o pamoja na irabu u. Irabu o pamoja na ile irabu u. Alafu kuna irabu ya katikati au wastani. Irabu ya katikati au wastani bila shaka ni moja pia, na irabu hiyo ni irabu ya a. Alafu utaangalia kile kigezo cha tatu. Kigezo cha tatu ambacho tumeangazia ni kwamba kuna ule mfanyiko au umbo la midomo au pengine mkao wa midomo. Midomo inaweza ikawa imeviringwa au midomo ikawa imetandazwa kulingana na irabu inayotamkwa. Sasa hapa kuna vigezo vitatu au sifa tatu ambazo tunapata kutokana na kigezo hiki cha umbo la midomo. Tunapata kwamba midomo bila shaka inaweza ikawa imeviringwa, na midomo inapoviringwa tunapata sauti kama vile o pamoja na sauti kama vile u. Ukiangalia umbo langu na midomo ninapotamka sauti hizi mbili, unaona kuna mviringo fulani ambao unafanywa. Kwa mfano kuna sauti o, unaona kuna ule mchoro wa sauti ya mviringo pale. Alafu unapotamka sauti nyingine ambayo pia inasababisha mviringo huo ni sauti ya u. Kuna o na kuna u. Unaona sauti hizi zote mbili ni sauti ambazo zinafanya midomo inafanya nini? Midomo inaviringwa. Alafu sifa ya pili hapa unaweza ukapata kwamba midomo inatandazwa. Kutandazwa ni ile hali ya kwamba midomo bila shaka ina ule utandazo fulani ambao unajitokeza. Kwa Kiingereza tunasema flatness. Mdomo unatandazika, unakuwa flat katika lugha ya Kiingereza. Na tunapoangazia pengine sifa hiyo, tunapata kwamba kuna sauti tatu. Na sauti hizi ni kama vile sauti ya a, unaona midomo haijaviringwa, sauti ya a, sauti ya e na sauti ya i. Si kama sauti ya o, sauti ya u. Unaona hapo unapata kwamba midomo inatandazwa
na midomo inaviringwa kulingana na sauti husika inayotamkwa pale. Nataka kutumia umbo fulani, mchoro fulani, na mchoro huu utakapoangalia hapo nyuma yangu utaona kwamba kuna mchoro fulani pale ambao una pembe kama tatu hivi. Takriban pembe tatu, kwa sababu chini huenda tukaunganisha zikawa pembe tatu au tukatenga ikawa na namna ambavyo inaonekana pale hivyo. Lakini bila shaka umbo hili linafaa kukusaidia sana wewe kama mwanafunzi, na wakati wote ule unapodurusu au unapofanya mtihani wote, tafadhali kumbuka kuwa na mchoro huu katika pengine zile kumbukizi zako au katika ile tafakuri yako. Kwanza umbo hili unavyoliona limegawanyika katika vijisehemu vinne. Kwanza kuna sehemu ya juu unayoiona pale ambapo nimeandika juu, alafu kuna sehemu ya chini unavyoona sehemu ya pembeni kule chini kabisa kuna sehemu ambayo imeandikwa chini. Alafu katika upande huu mwingine kuna mbele, alafu upande ule mwingine kuna nyuma. Na bila shaka katikati ya hivyo vijisehemu vinne ambavyo nimetaja, ukiangalia katikati ya umbo hilo utaona kuna sehemu ambayo nimeandika katikati. Katikati, sehemu hiyo pia huitwa wastani. Wastani ni kisawe tu cha katikati au kati, namna ambavyo wengine hupenda kusema. Unaona hizi sauti zimepangwa kwenye umbo hilo namna ambavyo nimepanga pale. Sauti ya a iko hapo chini. Alafu ukiangalia sauti ya e iko sehemu ya mbele lakini hapo katikati. Natumai unaangalia umbo hilo. Alafu sauti ya i unaona iko kule juu lakini bado sehemu ya mbele. Alafu kuna sauti ya o ambayo inapatikana pale katikati lakini upande wa nyuma wa umbo hilo. Alafu kuna sauti u bila shaka ambayo ukiangalia vizuri unaona inapatikana sehemu ya juu, na pale sehemu ya juu tena ni sehemu ya nyuma. Sehemu ya nyuma. Haya, ukiangalia umbo hilo nadhani linaonekana pale wazi wazi. Nataka kuangalia sifa ya sauti ya kwanza hapa, na sauti hii ya kwanza nitaangalia sauti ya a. Kulingana na mchoro huu au umbo hili utaona kwamba a iko hapa chini, iko chini ya umbo hilo. Nimeandika kwa rangi nyekundu pale, a iko sehemu ya chini pale. Na hapo chini si chini tu bali ni chini lakini katikati, kwa kuangalia unyuma, umbele na ule ukatikati. Hiyo a unaona iko pale katikati. Ukiangalia mchoro huo hivi utaona kwamba kuna sehemu ya kule juu nyuma, kuna sehemu ya kule juu mbele, alafu umbo hilo limekuja hivi. Alafu hapa unaona ni katikati, si nyuma si mbele bali ni katikati. Sasa hapo katikati ndipo tunapata sauti hii ambayo nimesema ni sauti ya nini? Sauti ya a. Ukiangalia kwenye umbo hilo unaona sauti hiyo ikijitokeza pale wazi wazi. Alafu ukitoka kwenye sauti hiyo bila shaka unaona kwamba sauti hii nimesema kwamba ni ya chini, sauti ya a ni ya chini tena katikati. Ukiangalia sifa ya kwanza ambayo tunaitoa kutokana na kile kigezo cha kwanza cha mwinuko wa ulimi, unapata kwamba a ni sauti ya chini. Kwa kuangalia kigezo cha pili cha kuangazia sehemu ya ulimi, utasema kwamba a ni sauti ya katikati. Alafu kwa kuangazia kigezo cha tatu ambacho ni mfanyiko au mviringo au umbo la midomo, utapata kwamba a inapotamkwa midomo inatandazwa. Hizo ni sifa tatu za a. Alafu tuangalie sauti e. Sauti e kama sauti yetu ya pili. Ukiona vizuri ndio hii inajitokeza sehemu ya mbele ya umbo hili na iko katikati. Alafu pia unaona midomo, tunapotamka sauti hii midomo inatandazwa. Sasa sifa ya kwanza itakuwa bila shaka kwamba ni sauti ya katikati kwa kutumia kigezo cha mwinuko wa ulimi. Alafu kigezo cha pili ambacho bila shaka ni sehemu ya ulimi utasema ni ya mbele, sehemu ya mbele. Alafu kwa kuangalia umbo la midomo utasema kwamba sauti hii ni sauti bila shaka ambayo ni tandazwa. Twende katika sauti ambayo inafuata na ni sauti i. Sauti i ni sauti ya juu kwa kuangazia kigezo cha mwinuko wa ulimi. Sauti i ni sauti ya mbele kwa kuangazia kigezo cha mkao au cha sehemu ya ulimi.
Alafu sauti E vile vile kwa kuangazia kigezo cha tatu ambacho ndicho mfanyiko au umbo la midomo, unapata kwamba sauti hii ni sauti ya kutandazwa au midomo kutandazwa. Ukikuja katika huu upande mwingine kuna sauti O. Sauti O bila shaka unaona iko pale katikati. Iko katikati bila shaka, alafu iko nyuma, alafu iko katika kuangazia kile kigezo cha mfanyiko wa midomo au umbo la midomo, unaona kwamba ni sauti viringwa. Sasa kigezo cha kwanza ambacho ni mwinuko wa ulimi unazalisha sauti hii kwamba ni sauti ya katikati. Alafu kwa kuangazia kigezo cha pili ambacho ndicho sehemu ya ulimi, utasema kwamba ni sauti ambayo inatamkiwa nyuma. Alafu kwa kuangazia mfanyiko au umbo la midomo, utasema kwamba sauti hii ni sauti ambayo ni viringwa, yani sauti ya mviringo, midomo inaviringwa. Alafu mwisho kuna hii irabu ya ambaye ni iko juu ambayo inaitwa irabu ya U. Irabu ya U unapoiangalia vizuri kutokana na umbo hili, unaona iko sehemu ya juu kulingana na kigezo cha kwanza kama unakumbuka. Alafu vile vile unaona kwamba sauti hii iko sehemu ya nyuma. Sauti hii iko sehemu ya nyuma. Nyuma ya kinywa bila shaka kwa kuangazia kile kigezo cha pili. Alafu mwisho kwa kushughulikia kile kigezo cha tatu, tunaona kwamba sauti hii ni sauti viringwa au sauti ambayo inapotamkwa midomo inaviringwa. Ukiangalia bado kwenye umbo hili, tafadhali nataka uwe makini sana kwa kuliangazia, kwa sababu litakufaa zaidi umbo hili. Kila wakati na kuambia kwamba kama mwanafunzi, jaribu kuchora umbo hili. Lichore na ulijaze kila wakati. Kwa sababu katika viwango vya chini zaidi, hata kidato cha kwanza uende ukaulizwa uchore mchoro huo na ujaze zile sauti kwenye pengine umbo hilo. Tafadhali, ni umbo rahisi tu ambalo unaweza ukalichora na unaweza likakusaidia sana katika kukumbuka pengine zile sauti. Sasa mwisho nataka kuangalia sifa tatu kwa pengine kwa kurejelea tu ule muumbo au pengine ule mchoro ambao tulikuwa nao pale. Sifa tatu za sauti A. Za sauti yani ambazo nataka kushughulikia. Kwa mfano kuna sauti A hapa, na katika sauti A unaona sifa ya kwanza ni kwamba ni sauti ya chini, sifa ya pili ni sauti ya kati, sifa ya tatu ni sauti tandazwa. Ukuje katika sauti ya pili ambayo ni sauti A, kuna sifa ya kwanza ambayo ni sauti ya kati bila shaka, sifa ya pili ni sauti ya mbele, alafu sifa ya tatu ni kwamba sauti hii inatandazwa. Ukija katika sauti ya E, sauti ya E unaona kwamba ni sauti ya pale juu, alafu ni sauti ya mbele, alafu bila shaka ni sauti tandazwa. Alafu utakuja katika sauti O. Sauti O unaona kwamba ni ya katikati au ya wastani kama sifa ya kwanza. Sifa ya pili ya O unaona kwamba ni sauti ya nyuma au irabu ya nyuma. Alafu mwishowe tunaona kwamba ni sauti viringwa au irabu viringwa, kwamba midomo inaviringwa. Alafu kija hapa sauti ya mwisho ambayo ni sauti U, unaona kwamba sauti U ni ya juu kulingana na ule mchoro, alafu U ni ya nyuma, alafu mwisho tunasema kwamba U ni sauti viringwa kama ilivyo pale kulingana na kile kigezo cha tatu ambacho ni cha mviringo au tuseme umbo la midomo. Nataka tukumbuke yafuatayo pengine kabla sijakamilisha kipindi hiki. Na nataka tukumbuke haya, ni sawa tuna tanbihi kwamba sauti zote za Kiswahili au sauti zote zinapoandikwa lazima ziwe ndani ya alama hizi. Alama gani? Alama ya mistari miwili au mishazari miwili bila shaka. Lazima sauti ziandikwe ndani ya ile mistari miwili. Yaani unapoandika sauti hakikisha kwamba umeifungia hivi na vile vijistari viwili, kistari cha kwanza na kistari cha pili, kisha sauti itakuwa pale katikati. Kumbuka hilo kwamba unapokosa kufungia unakuwa umefanya makosa makubwa sana, na makosa hayo yatakutuza sufuri katika pengine mtihani wote ule. Kumbuka kwamba sauti lazima, upende usipende, sauti lazima ziwe ndani ya hizo alama mbili za mshazari ambazo nimezitaja pale.
Ukiangalia kwenye mchoro hapo au pengine kwenye ubao pale nyuma, utaona kwamba alama hizo ni zipi. Na ulipokuwa ukiangalia zile sauti awali na katika tulipoanza, unaona zile sauti zilikuwa zinawekwa kwenye nini? Kwenye vile vijistari viwili. Unapokosa kuweka hivyo, hizo si sauti, ni kitu kingine tofauti. Alafu tanbihi ya pili ambayo ni muhimu zaidi, ambayo kuna wanafunzi wengi pia wanakosea hapa, ni kwamba sauti zote lazima ziandikwe kwa herufi ndogo. Unapoandika sauti yoyote ya Kiswahili katika herufi kubwa, unakuwa umefanya makosa makubwa sana na utatuzwa 0. Sauti zote lazima ziandikwe kwa herufi ndogo. Usisahau mambo hayo. Alafu pia ukumbuke kwamba tutakapoulizwa pengine tofauti kati ya konsonanti na irabu, kwanza baadaye tutaangalia konsonanti katika vipindi vitakavyokuja bila shaka. Lakini sasa hivi tumeangalia irabu, na nikakwambia pale mwanzoni kwamba irabu zinapotamkwa hewa huwa haizuiliwi na ala yoyote ile ya kutamkia. Sasa kama zoezi, ningependa kama mwanafunzi ujaribu kuangazia pengine mambo haya. Hebu jaribu kutofautisha sauti hizi. Jaribu kutofautisha sauti a na sauti i. Angalia ni tofauti gani inayojitokeza kati ya sauti a na sauti i. Angalia pia ni tofauti gani inayojitokeza katika sauti e na sauti o. Kuna tofauti gani zinazojitokeza pale? Alafu pia uangalie kuna tofauti gani inayojitokeza kati ya sauti i na sauti u. Jaribu sehemu hizo 3 tafadhali. Na ukumbuke kwamba unapoangazia pengine hizi tofauti, chunguza sana zile sifa. Utakapopata zile sifa za kila sauti, bila shaka utaanza kuangalia hii sauti ina sifa hizi, hii sauti nyingine ina sifa hizi. Ni kipi kinachozitofautisha sauti hizi? Kwa kuangalia tu pengine kwa zile sifa ambazo utakuwa umeweka pale. Hasa utasema kwamba sauti fulani ni ya sehemu fulani bila shaka, ilhali sauti hii nyingine ni ya sehemu fulani. Kipengele ambacho pia ni muhimu sana na kinatahiniwa katika viwango vyote vile vya shule ya upili bila shaka. Si kwamba ni kazi ya kidato cha kwanza, si kazi ya kidato cha pili, cha 3 au kidato cha 4. Unaweza ukatahiniwa popote pale katika mtihani wowote ule wa Kiswahili, haswa karatasi ya pili sehemu ya lugha. Sasa pengine kwa kujikumbusha tu yale ambayo tumesema kwamba kuna aina mbili za sauti, kuna irabu bila shaka na konsonanti. Tumeangalia namna ambavyo tunatamka irabu, nikaeleza kwamba irabu zinapotamkwa hewa haizuiliwi. Baada ya kuangalia hayo, nimekuja moja kwa moja hadi kwa kuangazia vile vigezo muhimu vinavyotumika katika kuainisha irabu mbalimbali. Tukapata kigezo cha kwanza kikiwa ni mwinuko wa ulimi, kigezo cha pili kikiwa ni sehemu ya ulimi, alafu kigezo cha 3 kikiwa ni mfanyiko au umbo la midomo. Tumeenda moja kwa moja hadi kuangalia sifa mbalimbali za hizi irabu kwa mujibu wa vile vigezo ambavyo nilikuwa nimevitaja pale. Alafu mwishowe tumemalizia kwa ile tanbihi nikisema kwamba tujaribu kukumbuka mambo ambayo pengine yanaweza kafanya tukakosa. Ni makosa madogo tu, lakini yanaweza katugharimu pakubwa zaidi. Sasa tafadhali, katika siku zijazo kuwa makini sana katika sehemu hizo, na ujue kwamba swali linaweza likaja kwa namna yoyote ile. Huenda ukakosa kuulizwa kwa namna ambavyo nimekueleza hapa. Huenda ukapewa zile sifa, ukaambiwa taja pengine irabu ya mbele katikati ambayo nitaandazwa. Unafaa kujua ni gani kulingana na zile sifa. Sasa usitarajie kwamba utapewa sauti uambiwe utaje sifa. Huenda ukapewa sifa na ukaambiwa utaje sauti. Sasa zidi kupekua, zidi kusoma, uzidi pengine kuchambua huo mchoro ambao nimekupa pale, na katika siku za baadaye pengine itakuwa ni swala ambalo ni jepesi kama kunywa maji tu, kwamba hutakuwa na shida yote katika kushughulikia sehemu hiyo. Ningependa kuachia hapo, na ningependa kukuambia kwamba tafadhali zidi kufuatilia hivi vipindi, kwamba ninaviweka pale kwenye YouTube. Unaweza ukavifuatilia pale, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kumbuka pia kunawa mikono na uhakikishe kwamba uko nyumbani. Asanti hadi baadaye tutakapokutana.
Mungu azidi kuneemesha na kubariki. Asante.